Asali na maziwa vinaweza vikawa vitamu sana, lakini stori za soka ama za mpira wa miguu kutoka Tembo Mastori, kijiwe cha soka, huwa zinakuwa tamu sana kuliko hata hizo asali na maziwa. Jina langu ni Paul Tembo na leo nimeketi utuo kukupa taarifa za kimichezo. Na ni wapi? Ni kwa wananchi Yanga, kwa mwalimu mpya Mankoba Mkhitaryan ambaye ametua pale. Sasa ana jambo gani? Ni kwamba tu ana mpango wa kufanya kile kilicho bora msimu wa mwaka 2026 2027 ambao unaanza suni tu sasa hivi bila kuchelewa. Wanasema haraka ambayo ina baraka kweli kweli. Sasa kocha huyu bana ametaja majina ya wachezaji wawili kutoka pale Afrika Kusini ambao anawahitaji kama endapo Yanga watakamilisha dili hilo. Mchezaji wa kwanza ni fulani Guimedo. Huyu ni mchezaji raia wa Afrika Kusini ambaye ana uwezo wa kucheza left winger asilia, yani kwa maana ya winga ya kushoto ya moja kwa moja. Tunapozungumza ya moja kwa moja, sio kwamba anamudu kusimama kule sana. Sio kwamba ndio mchezaji ambaye anaweza kucheza upande mmoja tu, hapana. Bali maeneo ambayo huwa anapenda kukimbia sana anapokuwa uwanjani, basi ni upande wa kushoto mwa uwanja. Kijana huyu alizaliwa tarehe 15 ya mwezi Juni ya mwaka 2001, kwa maana ya kwamba ana umri wa miaka 25 mpaka sasa, na alikuwa anakipiga kwenye kikosi cha Richard Bay pale Afrika Kusini, ambao hii Richard Bay msimu huu wamemaliza kwenye nafasi ya 11 ya Betway Championship, kwa maana ya ligi ya pale zamani PSL ya pale Afrika Kusini. Na takwimu zake ziko vipi? Ni za kustajabisha kwa kiasi chake, lakini mwalimu Mankoba Mkhitaryan anasema ya kwamba kijana anamhitaji. Msimu huu kacheza mechi 18 na kafunga goli 2 na kaasisti mara 2 kwenye ligi kuu. Sasa mwalimu ana matumizi naye, sijui anaweza kumtumia vipi, lakini miongoni mwa wachezaji wazuri, Tulani pia ni miongoni mwa wachezaji wazuri. Lakini pia tunapoiona takwimu hiyo, tukumbuke pia ligi ya Afrika Kusini ni miongoni mwa ligi kubwa na ina uwezo wa kukupa kile kilicho bora wakati wote. Timu iliyo nafasi ya 11 kwenye ligi ya Afrika Kusini ina uwezo wa kucheza na timu ya nafasi ya kwanza kwenye ligi ya NBC Premier League. Iliwahi kutokea hiyo kwa Marumo Galaxy ambao wao walishuka daraja, lakini walicheza na Yanga kwenye michuano ya CAF Confederation Cup na walifanya vizuri. Jina jingine bana ni la mshambuliaji kutoka Swaziland, sio mwingine ni Justin Figueiredo. Huyu ana historia kubwa sana na ligi ya Afrika Kusini, kwa maana ameshawahi kucheza vilabu vikubwa ama vingi pale Afrika Kusini. Miongoni mwa klabu aliyowahi kucheza basi ni Matrasburg United FC, timu ambayo aliwahi kuifundisha mwalimu Faldu Davies, mwalimu wa Raja Casablanca, mwalimu wa Simba Sport Club, lakini mwalimu wa zamani wa Matrasburg United. Alishawahi kupita mchezaji Rushen De Reuck, beki wakati wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, zamani Mamelodi Sundowns. Sasa hii timu ameshawahi kuichezea pia Justin Figueiredo. Alishawahi kucheza timu ya TS Galaxy, lakini alishawahi kucheza timu ya Richard Bay, kwamba alisajiliwa Richard Bay ndo akaenda kucheza kwenye kikosi cha Chippa United, kwa maana ya sasa anachezea Chippa United. Je, Justin Figueiredo ni nani? Justin Figueiredo ni mzaliwa wa tarehe 28 ya mwezi Julai ya mwaka 1998, umri wa miaka 27, klabu Chippa United ya kocha Nwaibali, raia wa Nigeria. Sasa huyu jamaa anahusishwa na Yanga. Je, huwa anacheza nafasi gani? Huyu jamaa anamudu kucheza kwenye nafasi 3, kwa maana ya striker, left winger, lakini left middle, kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kucheza kama midfield wa upande wa kushoto, eneo la mshambuliaji namba 9, lakini eneo la winga ya nafasi ya namba 11, kwa maana ya winga wa kushoto. Takwimu zake ziko vipi tu? Ni kwamba msimu huu kacheza mechi 26, kafunga mabao 2, lakini kaasisti mara 5. Amai chipo ndo kitu ambacho tunakisubiria sana, yaliyomo yamo ndo kitu ambacho tunakisubiria sana. Po Tembo ndo jina langu na hii ni Tembo Mastori.